wasanii? Wasanii ni binadamu ambao tulikuwa tunajaribu kwa kuinua vipaji ili kwa kusudi watu waweze kupata ajira na watu kwenye mambo mabaya. Kwa sababu msanii anapokuwa kama vijana wanapokuwa hawana ajira wanaweza kuwa wezi, hawa uni huko mitaani wanazuru watu. Kwa hiyo anapokuwa ni msanii anajiajiri, ndio tulikuwa tunajaribu kukuza vipaji vya Tanzania kusudi vijana waweze kupata ajira na waweze kuwa na maisha bora. Kama hivi sasa hivi wana maisha mazuri, sasa hivi unaona wanazunguka sio Bongo Flava miaka 30, lakini wanatusahau si wadau wakubwa ambao tumewasimamia hao wasanii. Kwa hiyo bado hii mambo naosema sio miaka 30 ya Bongo Flava, naona bado kuna uongo, kuna figisu nyingi. Yaani Watanzania hawapendi kufanya nini? Kufanya vitu vya uhalisia na vya ukweli. Kwa sababu kuna mameneja wamehusika. Kuna kina Said Fela, Ustaz Juma Msoma, kina Chief Kiumbe, wote wametumia nguvu zao kubwa katika Bongo Flava. Kwa hiyo heshima yao inatakiwa ipatikane, heshima yao inatakiwa izungumzwe. Huu muziki hujabebwa na watu wawili. Wasije kujitangaza ukaona baadhi ya mameneja wakicheza kwenye mastage huko kwenye miaka 30 ya Bongo Flava kafia kumbe huyu ndio alibeba Bongo Flava. Si kweli. Huko nyuma kuna utitiri wa watu wengi, mameneja walioisababisha Bongo Flava kufika mbali. Kwa hiyo unaona vijana sasa wamejiajiri, wanafanya mashow, wanapata pesa, wanaishi vizuri, wamenenepa. Unaona Chidi Benz sasa na kitambi. Chidi Benz ana kitambi, nyinyi mnaweza kufikiri labda kwa sababu alikuwa sijui soba sijui watu huko. Si kweli. Chidi Benz kanenepa kwa sababu ya mtonyo wa pesa za Bongo Flava. Ndio maana kitambi. Kwa hiyo sasa wakati tulikuwa tunawasimamia vijana, tulikuwa tunajaribu kuwatoa katika kundi hili kuwapeleka katika kundi bora zaidi. Na kuwa mimi sasa hivi unaposema kwamba unaniona niko na mufti. Mufti ni kiongozi mkubwa sana wa nchi. Mufti, neno mufti ni jina kubwa na ni jina lenye heshima sana. Na umufti huwezi kuupata hivi hivi. Watu wengi hawajui maana, wanafikiria umufti unaokotwa. Uokotwi. Ukimwona mufti kama yule ni alimu, al-allama, al-hibru, al-bahr, al-ustadh, al-humam, al-sheikh al-shuyukhi Abu Bakar bin Zubair bin Ali, ni mwanachuoni mkubwa sana. Huyu ndio amebeba taifa hili katika upande wa Waislamu. Yaani Waislamu wote wako chini yake. Hakuna anayeweza kufutu masala hapa Tanzania isipokuwa ni Mufti Abu Bakar bin Zubair. Hakuna shekhe wala ustadhi wala nani, yeye ndio yuko juu ya maustadhi wote ama shekhe wote. Sasa yule ni mtu analingania waja, na mimi ninashukuru Mungu alhamdulillah amejaribu kwa ameniita siku 2-3 hizi, nia na madhumuni ni kuninasihi na kunirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusema bwana sasa hivi ananiambia wewe kijana, wewe ni kijana mzuri sana, una ilmu, Mungu amekupa ilmu, jitahidi sana sasa hivi urejee kwa Allah na ujipambe na akhlaqi za kidini, ujipambe na akhlaqi za Uislamu. Ndio shekhe Mufti ananiita mara nyingi, nyumbani kwake achalita zaidi ya mara 2. Nia na madhumuni ni kuninasi, nimrejee Allah. Mpaka nikasema kweli huyu Mufti anafanya kazi sana. Hawezi kuwaacha watu wakapotea hivi wakafanya mambo ya ajabu yanaangalia na wakati ndio Mufti wa Tanzania. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, Mufti ameonyesha upendo mkubwa sana kwangu mimi na kunitakia khair kwa Mwenyezi Mungu, kuninasihi, kunipa nasaha zilizokuwa bora. Na hizo nasaha si kwangu tu, na ni kwa vijana wote wenye tabia kama za kwangu ama ambao wana tabia kujisahau. Hivyo tu katika upande wa hilo swali uliniuliza kwamba ustadhi yule na ustadhi huyu, na pia kwamba si kwamba zamani nilikuwa sina dini, na hapana, dini yangu iko vile vile. Ni hivyo kwa sijionyeshi na nilikuwa sifanyi kuonyesha. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa hajishughuliki na masuala ya kidini au ya kiilmu mpaka leo hii, ulimi wangu ungekuwa ushapinda. Ulimi wangu usingekuwa unatamka Qur'ani kwa ufasaha. Ulimi wangu usingekuwa unatamka hadithi za mtume kwa ufasaha. Yaani nisingelikuwa nazungumza mambo ya kiilmu yanayohusiana na mambo ya ilmu ya dini kwa ufasaha. Lakini nilikuwa siaweki dhahiri mbele za watu kwamba mimi na nasibika na watu wengi. Kwanza walikuwa hawajui kama mimi nimesoma dini au naielewa. Umeona? Kwa hiyo nafikiri wengi wamekuja kustaajabu, kumbe jamaa kasoma, ndio. Lakini nashukuru Mungu alhamdulillah, kila kitu kinaenda sawa. Ustazi, hapo umesema kwamba yani umetoka huku na ingia huku, ni rasmi kwamba umeachana na mambo ya music na umeingia rasmi katika dini? Nasema mimi sio kwamba nimeingia rasmi katika dini. Mimi niko katika dini miaka yote. Toka nimezaliwa katika Uislamu na nimekuwa katika Uislamu mpaka leo niko katika Uislamu.
sema nyinyi ndio mnaniona kama nimeingia kwa baada ya kuniona sasa hivi navaa mavazi kama haya. Ndio. Lakini mimi nilikuwa nikienda msikitini sipigi video au picha kwamba niko msikitini na swali au niko hivi, kwa sifanye mambo kama hayo. Na ndio maana mkao mnaniona kama labda sipo katika, lakini mimi dini yangu iko vile vile. Kwa na watu wengi wakiniona labda niko na wasanii, wakijua kama tabia za wasanii labda ni wanalewa, wanafanya hivi. Kwa mtu akikuona uko na msanii anafikiri wewe una tabia kama za yule msanii. Umeona? Lakini wewe unaweza kuwa na msanii lakini usiwe na tabia hizo za wasanii. Wapo wasanii wangapi ambao hawalewi, hawanywi pombe, hawavuti bangi, na ni wasanii wazuri kama kina Alikiba. Alikiba hanywi pombe, havuti sigara. Lakini ni msanii mzuri. Kwa hiyo unaweza kuwa na Alikiba ukaanza mawazo mabaya kumbe. Kwa hiyo si kwamba ndio nimeingia rasmi. Mimi niko rasmi toka nazaliwa kwenye Uislamu. Ndio. Kwa mantiki hiyo, tangia kipindi kile unaanza hii kwanza ilikuwa je mpaka kaingia kwenye music, kwa sababu wengi wanaamini kwamba mtu akiingia kwenye music ni kama vile ameingia kwenye upande wa shetani. Hata vitabu vya dini kama Qur'ani hairuhusu hilo jambo, mtu kuingia kwenye music. Kwa hiyo wengi wanatafsiri kwamba mtu akiingia kwenye music ni kama kuna muziki labda niseme kitu kimoja. Muziki si haramu moja kwa moja. Ila kuna namna ya muziki kuwa ni upande fulani ikawa ni haramu na kuna upande fulani ikawa si haramu. Kama muziki za kuhamasisha ushetani ama muziki ya kuhamasisha zinaa kama hivyo, nakupenda usiimbe hivyo. Ndio maana wana wanajaribu kuambia wasanii kwamba tuimbe nyimbo zenye kuelimisha jamii. Hasa wale uimbe nyimbo ya kuelimisha jamii, kuambia watu washikamane, wapendane, wafate akhlaki labda za kumpenda Mungu au kuheshimu serikali yetu, kumheshimu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kuna dhambi hapo? Kuambia watu, kuhamasisha watu kwamba tutii serikali yetu, tuiheshimu serikali yetu, tumheshimu rais wetu. Una dhambi kumwambia mtu kumheshimu kiongozi? Wakati Mwenyezi Mungu asema wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa rasuli. Kule kumtii kiongozi ni katika moja ya viongozi hao wa kidini, na wanaosimamia masuala yetu ya kimaisha ni viongozi. Kwa hiyo ukihamasisha jambo kama hilo kwa njia ya kuimba, sidhani kama kuna ubaya, umeona. Lakini kuna namna muziki kani mbaya. Kwa sasa usiseme moja kwa moja kwamba muziki ni ushetani. Kuna muziki ya kishetani na kuna muziki ambayo si ya kishetani. Hapo kwa kutolea mfano labda pengine mtu atakuelewa zaidi ambaye anaitazama hii video. Wewe wasanii gani ambao unaona huyu anaimba music ambayo sio ya kishetani na wengine ambao unaona hao wanaimba music ambayo ni ya kishetani? Wao wasanii wetu kuna wakati mwingine wanaimba nyimbo nzuri, kuna wakati nyingine wanaimba nyimbo mbaya. Kwa uwezo kusema kwamba msanii fulani ni bora, msanii fulani si bora, au fulani anaimba nyimbo za maana. Unakuta anachanganya, leo ameimba nyimbo nzuri, kesho amebadilika ameimba nyimbo mbovu. Kwa uwezo kumsifia moja kwa moja. Labda unaweza kusema uchague baadhi ya wasanii kwamba kuna siku moja aliimba nyimbo fulani ikawa ni nzuri, siku moja akaimba nyimbo fulani si nzuri. Hao wasanii ambao tunaamini wachagua huko na siku aliimba nyimbo nzuri nani? Mtihani. Unajua Harmonize bwana anaimba nyimbo nzuri lakini pia anachanganya, lakini Harmonize bado atabaki katika ubora wake kama ni msanii bora East Africa na Africa baada ya Habana Boy. Harmonize anaimba vizuri, Rayvanny anaimba vizuri, lakini ndio wanaimba nyimbo za mapenzi. Lakini katika wasanii wanaojua kuitumia sauti yao wakaimba, Harmonize bwana Mungu amempa kipaji. Harmonize ana uwezo wa kumtoa kenge, amesimama kwenye shimo la kenge hapa au nyoka, akaanza tu kuimba, sauti yake ile nyoka anatoka, anaangalia nani anayeimba. Harmonize Mungu amempa kipaji hicho. Anaitwa Harmonize. Harmonize msanii number 1 East Africa na Africa. Msanii number 1 East Africa na Africa baada ya Burna Boy. Na kuna mashabiki wa Diamond, kuna mashabiki wa Alikiba au vipi wasanii wao? Alikiba na mwanamuziki wewe mwingine unasema nani? Diamond, Nasibu. Diamond. Ni kwa shamsa. Kumbe bado anaimba? Diamond anaimba kila siku. Basi siku hizi msikie. Anapata mtoto juzi. Mungu ambariki kama kapata mtoto, mashallah, mtoto wake ni waheri kwa sababu kampata ndani ya ndoa. Mimi kwa sababu najua muda ameshastaafu kuimba muziki.
Simsikii sasa hivi. Simsikii. Kumbe anaimba. Basi tumwombee Mungu pia naye awe mkubwa kama kina Harmonize. Awe mkubwa kama kina Harmonize. Au sio kama babake. Unajua nikwambie kitu. Wewe ni mwandishi wa habari. Ndio. Umekutana na mastaa wengi sana. Ndio. Usunaye baba yako mzazi alikuzaa? Ndio, ni nani? Wewe na baba yako anayejua mastaa wengi ni nani? Mimi hapo. Sasa umemzidi. Watu wanasema Diamond ni msanii mkubwa Afrika, tunamuona anaenda kwenye mashow makubwa, anatambulika. Anamzidi Rayvanny bwana. Anamzidi Rayvanny. Rayvanny amepanda majukwaa makubwa duniani. Na baadhi ya watu wanamtaja kama msanii na pamoja Tanzania. Sio baadhi ya watu, hao wengi hawajui muziki. Sio kila mtu anajua muziki. Ndio maana nimekwambia mimi kwani bado anaimba. Ila kipindi kile alikuwa anafanya vizuri. Tusimpoteze tu. Kipindi kile alikuwa anafanya vizuri, lakini sasa hivi ndio hivyo mimi sikizi nyimbo zake kama zamani. Mimi nikajua labda amestaafu. Kwa hiyo ndio mmenikumbusha kwamba bado anaimba. Sasa hivi anaimba nyimbo gani? Anaimba kuna nyimbo inaitwa I'm so happy. Inaitwa Happy. Kuna Msomali. Msomali tena Msomali, unatutajia mambo ya Wasomali? Msomali. Msomali. Nikajua Msomali, Na Joy kaimba na Juksi. Sijui. Zinapigwa redioni? Zinapigwa. I see. Joy inaitwa Joy. Au siku hizi amekuwa anafanya biashara sana busy sana katika muziki kama zamani. Anafanya sana show za music sasa hivi. Anazunguka retro tour yake na anazunguka. Hizi miaka Bongo Flava miaka 30. Bongo Flava ana retro tour yake. Hiyo pia sijaisikia. Mbona kuna mambo hata sielewi yanaendelea hapa duniani kumbe hapo. Kwani ustazi ni nyimbo gani ya Harmonize ambazo ametoa mpya na unazijua ambazo umezisikia? Unajui Harmonize ametoa ngoma? Nyingi tukitaja tutaishia kuja kutaja majina ya nyimbo hapa. Maana ni nyimbo nyingi. Sawa, ustazi hapo kwenye umesema zamani Diamond alikuwa anafanya vizuri, lakini hivi sasa humsikii. Ni nyimbo gani zamani ambayo ukisikia unasema hii ilikuwa ni kama uliposema nyimbo ambazo zinaelimisha jamii, zinafanya zina positive impact kwenye jamii yetu? Kuna nyimbo aliwahi kuimba ya kwanza iliyomtoa ni watu hawakujua maana yake, lakini alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba labda ni mwanamke anamdharau kwa sababu yeye kwao ni Mbagala. Kwa hiyo ni kujaribu kuambia watu msipende kumdharau mtu kwa sababu ya mazingira nyumbani kwao. Tatizo kwetu Mbagala. Hiyo ni nzuri. Na kuna nyimbo aliimbaga ile kama meneja sui akaenda kwa meneja akamfukuza. Utanipenda. Utanipenda. Hiyo nyimbo naipenda sana. Utanipendaje? Naipenda sana. Alafu na nyimbo hiyo alafu na nyingine ambayo alishoot na jamaa moja Kenya. Amevaa suti hivi. Kesho. Alafu na mwanamke mzuri, huyu mwanamke sui ushajua? Kesho. Nafikiri Kesho twende nikupeleke nyumbani. Hiyo katika nyimbo zake kusema kwa Diamond napenda sana hii nyimbo. Sana. Hata kwenye gari yangu iko na huwa nasikiliza. Ustazi, hapo kwenye maelezo yako mwanzoni umesema kwamba zamani ulikuwa unakwenda kwenye nyumba za ibada, ulikuwa tu Muislamu mzuri, lakini sio zamani bwana. Mbona muelewi? Nyinyi waandishi gani muelewi? Sio zamani, mimi miaka yote siku zote naenda na swali. Lakini ulikuwa unasema ushuti video, yani sionyeshi watu. Unazungumzaje baadhi ya watu kwenda kwenye nyumba za ibada kushuti video, kujisnap wakati mambo mengine yanaendelea?